Haya jamani, mjini mambo ni mengi lakini muda mchache. Hiyo sherehe unaiona hapo sio sherehe kwamba ni harusi ama kitchen party, isipokuwa ni sherehe ya kutimiza miaka 2 ya ndoa. Huyo bi harusi unayemuona hapo inasemekana kwamba ameshaolewa mara nyingi sana, lakini amekuwa hadumu kwenye ndoa miezi 6 tu haifiki na kwa shaachika. Umeelewa? Lakini mwenyewe alipompata mume wake huyu akasema, mume wangu huyu naomba Mungu awe ndo mume wangu wa mwisho, na kama akiwa wa mwisho, kama Mwenyezi Mungu atanisaidia nitafikisha mwaka 1 tu, basi nitafanya sherehe anniversary ile ya mwaka 1 wa ndoa. Kwa hiyo ilikuwa afanye mwaka jana, lakini mwenyewe kwa mujibu wake anadai mwaka jana akawa na harusi ya mdogo wake, kwa hiyo akashindwa. Kwa hiyo kaifanya mwaka huu, Mungu kamjalia tena na mwaka huu, na mume wake wamevuka mwaka wa 2. Kwa hiyo kwake yeye ni sherehe, na watu wamekuwa wakimsema, anasema watu wamekuwa wakinisema kwamba mimi sikai kwenye ndoa. Kwa hiyo sasa hii nataka kuonyesha kwamba nimekaa kwenye ndoa na ninafanya sherehe na mume wangu, tunapendana na mume wangu ni naye na ninatamba naye. Sisi tunaelewana. Sasa mimi sijui wanaojua masuala anniversary watasema kwamba ni muda gani ambao mtu unaweza kusherehekea mafanikio yako kukaa kwenye ndoa muda mrefu, kama ni miaka 2, miaka 5, miaka 10. Wengine naona mara nyingi wanafanya sherehe miaka 30 ya watu wanafanya anniversary kujipongeza kwa kuweza kuishi kwa muda mrefu. Ila kuhusiana na mwaka 1 au miaka 2 sina hakika sana, lakini inawezekana labda pengine mtu anaweza akafanya hivyo. Basi shoga sherehe kaifanya, na sherehe ilikuwa pambe bibi, waalikwa tulikuwepo, kama kawa sare tukakata, keki ilikuwepo, muziki bendi live ulikuwepo, MC alikuwepo, yani mambo kama yote. Na shughuli imeanzia asubuhi, hiyo imeanzia mchana, watu wamepata lunch, jioni, usiku, kama hivyo unavyoona ndio jambo ikawa linamaliziwa. Mambo ya mjini hayo, angalia mambo alivyokuwa jamani. Hii unayoona hapa sio kama ni harusi, hii ni sherehe ya maharusi. Yani wameamua kufanya anniversary, na hii yote ni kutokana na maneno ya watu. Yani walimwengu wanakuwa wanachoka sana. Sasa ukitaka kujua yote haya, wewe fuatana na mimi uweze kuona pambe miaka 2 ya ndoa tunafanya sherehe sare Nipo hapa kwa ajili ya kuwapa raha na burudani, kwa ajili ya kuondoa stress zenu leo. Hakika leo tumeandikwa na tumeandikika kwa kumbusho, ni usiku mzuri, usiku mwanana, usiku wa Mr. and Mrs., usiku wa wawili, usiku wa wapenda nao. Leo Mr. and Mrs. Rajabu Mganga wameamua kututoa outing, nasi tumetoka kwa raha zetu. Lakini pamoja na yote hapo yuko na mume mwenyewe anajimwaga kutimiza miaka 2 ya ndoa, lakini bi harusi alizungumza. Jamani, umependeza, hujapendeza? Jambo limekuwa halijaa, shughuli tunayo na tunatamba nayo kwa raha zetu. Hapo ipo Latifa, nikukabidhi wewe kipaza sauti au nimkabidhi Mr. Nataka ukaribishe wageni waalikwa, ndugu jamaa na marafiki, kwa ajili ya kukimbilia siku hii ya leo. DJ kamatia hapo. Karibu mmoja wapo akamate kipaza sauti kwa ajili ya kukaribisha wageni waalikwa. Karibu mama, ruksa umepewa
kutoka Bwana Rajab ametoa ruksa mke wake ukaribisha wageni. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza asanteni kwa kuja. Nimefurahi sana kuwaona ndugu zangu, marafiki zangu, mama zangu, customers wangu. Asanteni sana. Nimefurahi sana. Hamna kulia hapa, tunafurahi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku hii ya leo. La pili, napenda kumshukuru wazazi wangu. Napenda kuwashukuru wazazi wangu kwa sababu bila wao mimi si kitu. Asanteni sana wazazi wangu, Mr. and Mrs. Ramadhani Kasudi. Mwenyezi Mungu awape afya njema. La tatu, napenda kumshukuru mume wangu Mr. Rajab Mganga kwa kunichagua niwe mke wake. Amemwacha wanawake wote akanichagua mimi kwa mke wake. Asante sana. Na la mwisho, napenda kuwashukuru nyinyi wote hapa kwa sababu bila ya nyinyi isingekuwa shughuli. Ningeweza hata kuwali kwangu tu na mume wangu tukapiga story tunamaliza, lakini imekuwa shughuli kwa sababu ya uwepo wenu. Asanteni sana. Nashukuru sana. Nilichokopesha na waahidi nitawalipa. Nipo. Mimi sio mwizi wa fadhila, najua kutendea, najua kutenda mazuri. Asanteni sana. Nimefurahi sana kuwaona. Mchana mlikuwa wachache, nikajua usiku itakuwaje. Sijakula mimi kutwa nzima. Nimeshindwa kula, mmenitia stress, mmenipa wasiwasi. Lakini nimekuwa surprise. Nimekuja hapa nakuta ukumbi, mashallah. Alhamdulillah. Asanteni sana. Nimefurahi sana kuwaona watu wangu wote niliowaalika. Asanteni. Nashukuru sana. Karibuni sana, tufurahi pamoja. Tule tunywe, kwenye makosa tusameheane. Alkamalu lillah. Asanteni sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kukusanyika hapa katika siku ya leo. Sauti yangu iko vizuri kidogo kwa sababu ya flow, lakini imani mnanisikiliza vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hapa tulipofika kwanza. Ilikuwa ni safari ndefu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumefika hapa tulipofika leo. Alhamdulillah. Naomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa kheri zake, azidi kutupa raha zake. Atuzidishie mapenzi na sisi wawili. Na tunaomba Mwenyezi Mungu pia shughuli yetu iende salama, imalizike salama na kila mtu arudi nyumbani kwake salama. Na tumwombee pia dada yangu ambaye ni mgonjwa, yupo hospitali, na ndio maana kidogo kama siko sawa, kwa sababu dada yangu yupo ICU. Mwenyezi Mungu amwafishe. Baada ya hayo nasema alhamdulillah. Karibuni sana. Kawakaribisha wageni, lakini kamtambulisha mwenyewe na mumewe. Na kama unavyojua raha ya shughuli kamati, na wanakamati pia walikuwepo. Naomba nilete kamati. Mimi huwa napenda kuwaita kikosi cha mizinga, wanawake wapambanaji, wanawake waliosimama mpaka jambo hili likataradadi usiku huo leo, wanawake ambao wamenipitisha mimi kuja kufanya kazi hapa leo. Karibuni kamati yangu ya mipango, karibuni wanakamati, karibuni kikosi cha Latifa Kasudi, karibuni vipenzi. Asante. Hii tunaiona kwa mbele ndio kamati, kikosi cha mizinga, wanawake ambao walikaa na Mr. Rajab Mganga wakaunda jambo hili, wanawake ambao wamesimamia mapambo mpaka ukumbi wetu ukapendeza, wanawake ambao
ulipo, natumai kabisa yupo mwenyekiti wa kamati. Naomba nimkaribishe mwenyekiti kama mwenyekiti. Asalamu alaykum. Kina mama, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Au mnapendaga ile asalamu alaykum mnaogharamiwa? Asalamu alaykum mnaolipa mikopo kwa wakati? Asalamu alaykum mliochukua meza watu? Asalamu alaykum wewe mzee mjeni. Asante sana. Mimi kama mwanakamati naitwa MC Nuru Moina, jina nilotoa na wazazi wangu. Simpenda kaja jina langu la kazi. Waweza kaniita mama wawili, jike na simba. Nimesimama hapa kama mwenyekiti wa kamati nikiwa na wanakamati wenzangu. Katibu mweka hazina ni bibi harusi mwenyewe na wajumbe, wanakamati wajumbe kama wajumbe. Kuna kamati ya ulinzi, kuna kamati ya chakula, kuna kamati ya mapambo, kuna kamati ya muziki na mwenye kabisa na MC. Kwa hiyo karibuni ndugu zangu, hakikisheni tutakula, tutakunywa, tushacheza na tutaendelea kucheza. Pamoja na yote, keki na yenyewe ikaliwa bibi. Kwa raha zao. Tena wamelishana kwa mdomo ili wambea waone. Asante, na moja kwa moja tunaelekea kwenye zoezi zima la ulaji wa keki. Kwanza watakaotufungulia zoezi letu la keki, naomba mama mzazi wa Latifa Kasubi uelekee kwenye meza keki. Watoto wako vipenzi unataka kushare utamu huu wa keki na wewe mama yao. DJ mlete mama kama mama. Asante Bwana Rajabu, naye pia naomba ukamate kipande cha keki umlishe mama. Nina zawadi kwa mama yangu, nimeisahau nyumbani kwangu kwa pressure ya kuwahi kuja huku maana tumechelewa. Nimemtengenezea mama mswala ambao nimeuandika jina lake. Nitampa kesho Mungu akijalia. Leo nimeusahau, nimeuacha chumbani kwangu. Mama yangu amekesha sana kuswali kuniombea, huenda ndio sababu pia ya Mwenyezi Mungu kuniruzuku mume bora. Naamini dua ya mzazi huwa haina pazia. Amekesha sana mama yangu kuswali kuniombea dua, Mwenyezi Mungu aniruzuku mume mwema. Naamini mama yangu dua zake Mwenyezi Mungu amezipokea. Asante sana mama. Hiyo inaitwa wanaumwa na waumwe, hiyo wanochomwa na wachomwe. Lakini tayari miaka 2 ya ndoa bidada anakuwa ameitimiza. Lakini pia burudani ilikuwepo, watu wamecheza, watu wamekula, watu wamekunywa, watu wamefurahi. Na wakuwapongeza wamewapongeza. Leo ni sherehe yetu ya miaka 2 ya ndoa, anniversary. Tulipanga tufanye baada ya mwaka mmoja, lakini tulikuwa na harusi ya mdogo wangu. Kwa hiyo haikuwezekana mwaka mmoja kufanya sherehe 2. Kwa hiyo tukaona tufanye miaka 2. Wataendelea kusema sisi bado tupo na tutaendelea kuwepo. Hatuna mpango wa kuachiana wala hatufikiri. Sipendi kulizungumzia sana hilo, ila sio ndoa yangu ya kwanza. Ila ndio ndoa ambayo inanipa furaha na nina imani nayo kubwa sana kuliko hizo zilizopita. Sipendi kuzungumzia hiyo, tushavuka huko, sio shida zetu. Yaani huyu wa tofauti sana. Yaani natamani najiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu amechelewa kumleta. Lakini naamini wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Basi mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Alhamdulillah. Yaani watasubiri sana. Afe ni mzike, nife anizike. Inshallah kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupe maisha marefu. Tufurahie ndoa yetu, atupe watoto wema inshallah. Asubuhi mchana tulikuwa tuna maulidi. Tulikuwa na maulidi, tumecheza dufu na madrasa Tidamba hapa. Tukafurahi, alhamdulillah. Sasa hizi tumeona tusherehekee kitu kingine. Tarab live tuko na Amir Chizi hapa anatufurahisha. Mimi kubwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hilo ndio kubwa, alhamdulillah. Sina mengi. Mjini unaambiwa raha jipe mwenyewe. Ukiona hichi kitu kama ndio kitakupa raha, kitakupa furaha, ndugu yangu, pambana nacho. Kitende tu, kwa sababu ukitaka usubiri raha uletewe, ndugu yangu, utaletewa karaha. Yeye burudani yake katimiza miaka yake 2 ya ndoa, afanye sherehe. Wewe sasa mwenzangu unasubiri utimize miaka 20 30 ufike sasa na wewe mwenzio. Maana tatizo watu mna mambo mengi, mfike hiyo miaka. Mtajua nyinyi, lakini sisi Uswahilini miaka 2 tu tunafanya sherehe.
So mnasubiri miaka 30 mnafika miaka 3 tu mmetengana. Huo mmoja ukipata nafasi fanya sherehe. Fanya anniversary, jishaue, ringa. Habari ndio hiyo na mambo ndio hayo. Ya miaka 2 ya ndoa ya Mr. and Mrs. Rajab Mganga. Ni wazazi wangu. Nawaombea heri tu, Allah wadumishe kwenye ndoa yao, wazidi kuwepo, wazidishie mapenzi, mawardi na Allah tu awaondoshe mahasini. Binadamu kuongea ni kawaida yao, hasa kwenye jambo la heri. Kwa kwenye heri lazima shari itaingia, kila mtu atasema lake, lakini mwisho wa siku kikubwa ni kumwamini Mwenyezi Mungu na kila kitu. Kwa binadamu kuongea ni jambo la kawaida tu, binadamu kusema ni kazi yao. Ukisema mchana usiku watalala, lakini leo wametimiza miaka 2. Tunawaombea Mungu aendelee kuwepo zaidi ya hiyo miaka 2. Basi bwana, burudani ama shughuli ya Bi Latifa ndio ilikuwa kama hivyo na mumewe mwenyewe bwana Rajab Mganga. Mambo yamekwenda kama ambavyo yalivyokuwa yamepangwa. Usiache tu kutembelea katika YouTube channel yangu ya Gehabibu, lakini pia usiache kusubscribe.